Mambo, unaendeleaje rafiki yangu? Na imani uko poa na unajitahidi kuwa bora kila siku. Yaani kila siku yako mpya inakuwa bora kuliko ilivyokuwa jana yako. Karibu tena mahali hapa, ni sehemu nzuri ya kujiponya, ya kujijenga, ya kujikumbuka na kuinua tena thamani yako. Naitwa Nina Magnet. Leo nataka niongelee kuhusiana na swali unalojiuliza sana mara kwa mara. Je, huyu mtu ananipenda kweli? Je, huyu mtu ananihitaji? Je, ananitaka? Manake kutokana na jinsi mahusiano yenu yanavyoenda, jinsi utaratibu wenu unavyoenda, kuna namna tu unashindwa kumuelewa. Labda ni mtu ambaye anabadilika, anakuwa ni mtu wa moods. Yaani leo anaonyesha upendo, siku mbili zinazofuata anakuwa haeleweki. Au saa ingine ni mtu ambaye ukimuuliza maswali kama je, unanipenda, anakwambia unaniuliza maswali gani hayo? Yaani ni mtu ambaye anashindwa kujibu vitu vidogo vidogo. Anashindwa kukupa uhakika. Hauna uhakika na hayo mahusiano. Haujui kama ni kweli hayo mahusiano unayamiliki au sio kwa ajili yako. Unafurahia ule upendo kidogo anaokupa, anaokuonyesha, lakini unashindwa kuelewa kama hichi kitu ni cha kweli au unadanganyika. Unashindwa kuelewa anachokufanya yeye ni kukunyanyasa kisaikolojia. Akili yako kisaikolojia haiko na utulivu. Uelewi kipi ni kipi. Karibu tuongelee hili swala leo. Kitu cha kwanza cha muhimu ambacho nataka nikwambie ni kwamba ukiwa unaendelea kutumaini, unaendelea kupambania hilo swala likae sawa, kwa sababu huna uhakika. Unapojaribu kumuuliza anashindwa kukupa majibu sahihi, na si kwamba anashindwa kukupa majibu sahihi, ni kwamba hajisikii au hataki au hayupo tayari kukupa majibu ambayo yatakufanya uondoe hayo mashaka ulionayo au uondoe hali ya sintofahamu ulionayo kichwani. Yeye hayupo tayari kukupa majibu, na hicho kitu kinazidi kukusumbua. Na ndio maana mara kwa mara umekuwa ni mtu wa kumuuliza, umekuwa ni mtu wa kuhoji, umekuwa ni mtu wa kulalamika. Unamuuliza, unanipenda kweli au unipendi? Maana ile matendo yake anayoyafanya yanakuletea mashaka. Ndio maana mara kwa mara unalalamika kwamba mbona unanifanyia hivi? Mbona unanijibu hivi? Kama kweli unanipenda, mbona imetokea hivi? Na yeye hakupi majibu direct ya kukuonyesha kwamba kweli mimi nakupenda, lakini hii imetokea bahati mbaya. Au anakuambia hivyo kweli nakupenda, hii ni bahati mbaya, lakini unahisi ndani yako kwamba majibu yake hayakuridhishi na majibu yake hayana uhakika ndani yake. Yaani ni mtu anayekujibu tu, unaona kabisa kwamba ananijibu ili swala liishe, lakini hamaanishi. Inawezekana kwamba yeye hajui kwamba haya anayoyafanya sio mazuri kwako. Inawezekana hafahamu, lakini ukweli ni kwamba anakunyanyasa kisaikolojia na anakuua taratibu. Manake matokeo huwezi kuyaona sasa hivi, utakuja kuyaona baadaye. Baadaye utakapoanza kuumwa maradhi mbalimbali ambayo tunasema kwamba ni maradhi yanayotokana na mtindo wa maisha. Hiyo stress, mawazo, unaanza kupata hadi depression. Yaani unapitia msongo mkali wa mawazo kiasi kwamba hadi ndani ya nafsi yako unahisi maumivu, hadi kwenye mwili unaanza kuhisi maumivu, kifuani, yaani unajisikia kama moto unawaka. Kwa maana hapo taratibu unaanza kujiua, kujiumiza. Madhara utayaona mbele ya safari. Kwa hiyo inawezekana yeye hafahamu kama nilivyosema kwamba anakuumiza, lakini si sana swala lake. Ni swala lako wewe mwenyewe ambao unatakiwa ulijue. Ni swala zaidi la kwako, kwa sababu haya ni maisha yako, ni mwili wako, ni nafsi yako, ni roho yako. Kwa hiyo wewe ndio mlinzi wa kwanza juu ya mwili wako, juu ya maisha yako. Usitegemee sana kwamba watu wengine duniani sisi ndio tukulinde wewe. Wewe ndio unatakiwa uwe mlinzi wa kwanza wa kujilinda na kujitetea, kwa sababu watu wengine
pamoja na huyo mpenzi wako ambao unampenda sana, ambaye unatamani yeye ndo akulinde, akufanyie mambo mazuri, ila yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kukuletea maumivu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ujue kwamba kama yeye huyo hakulindi, hafanyi mambo mazuri ili wewe uwe sawa, jua kwamba ni jukumu lako wewe mwenyewe kuanza kujilinda. Na ninachokuambia ni kwamba hilo tumaini unaloendelea kulikuza na kulijenga kuhusu huyo mtu, unakuendelea kupambana na kutegemea kwamba mambo yatakaa mazuri, ni hilo tumaini linalokuua polepole. Njia na mbinu unazozitumia kuendelea kulishikilia hilo swala ndizo zinakuumiza zaidi. Manake leo unakaa unasema kwamba ngoja nivumilie, atabadilika. Lakini kesho akifanya kitu hicho alichokifanya jana, unaumia zaidi. Kesho kutwa unavumilia, siku inayofuata unaumia zaidi. Kwa hiyo ni ugonjwa unaotengeneza kwa muda mrefu. Kwa hiyo usiendelee kujijengea tumaini kwa njia ambazo zinaendelea kukuangamiza. Kitu cha pili ambacho nataka nikuambie ni kwamba huyo mpenzi wako anapenda attention yako. Huo ndio ukweli. Anashindwa kukutendea vile ambavyo unapaswa kutendewa, na unahisi kabisa kwamba sitendewi vile ninavyotakiwa kutendewa. Unahisi kabisa upendo na upewa hautoshi, sionyeshewi upendo vile ninavyostahili kuonyeshewa, sionyeshewi upendo vile ninavyohitaji kuonyeshewa. Unaona kabisa kwamba ndani ya nafsi yako unasikia kabisa sauti inakwambia kuna kitu hakijakaa sawa, na unajiuliza kwamba kwa nini sasa haniachi? Kwa nini hatuachani? Kwa nini anaendelea kuning'ang'ania? Kwa nini anaendelea kukaa na mimi kama hanipendi, labda kama hanihitaji? Hiyo ndio inayoendelea kukuumiza. Unamuona kama hakutaki, anakuonyeshia kwamba hakujali, anaonyesha kwamba hakuthamini, anaonyesha kwamba wewe sio muhimu, hakupi ile thamani ambayo unaitaka. Hujihisi kuwa proud, kujivunia, yani kujisifia juu yake, maana unaogopa kwamba muda wowote anaweza kufanya kitu ambacho kikakudhalilisha au kikafanya uone thamani yako hakuna, ambapo yeye anatoa upendo kidogo kidogo. Akiona unataka kukimbia anakupa kidogo, anatulia. Akiona unalalamika sana anakupa maneno mazuri kidogo, unatulia. Na yeye anakaa kimya. Hiyo ni mbinu chafu. Hiyo ni mbinu mbaya ambayo watu wengi wanaitumia na wanafanya makusudi kabisa. Anakuwa anaendelea kukushikilia, hakuachilii, manake kuna kitu anakifurahia kwako, kuna kitu anakifaidi. Labda anapenda hiyo attention unayompa, labda anapenda jinsi ambavyo unavyomhangaikia, anapenda jinsi unavyolia kumlilia, anapenda jinsi unavyopambana kumpambania. Inamfanya ajisikie kwamba yeye ni wa muhimu, inamfanya ajisikie anapendwa, inamfanya ajisikie yeye ni wa thamani. Kwa maana uwepo wako wewe kwenye maisha yake unazidi kumfanya jione wa thamani. Na ukiwa unalia sana, unalalamika sana, anakudharau, kwa sababu yeye anachokitaka ni ile tu hali ya wewe kumpambania. Ni kwamba anapenda tu hiyo attention yako. Ni ukweli mchungu, lakini ndio ukweli halisi. Kama unajiuliza maswali mengi sana na unaona kwamba huyu mtu anakung'ang'ania, hataki kukuacha, lakini unaona anakupenda kidogo kidogo, anakupa vitu vichache ili uendelee kubaki kwake, lakini vile vitu vya msingi vya kukujenga, vya kufanya ujihisi kweli napendwa, vya kukuondolea mashaka na hofu na wasiwasi, hafanyi wala hajitahidi wala hajitumi. Jua kabisa kwamba huyo mtu anachokipenda ni anapenda namna wewe unavyompenda. Basi anaenjoy namna ambavyo wewe unampa attention, anaenjoy namna vile ambavyo anaweza kukupata muda wowote anapojisikia, anaenjoy namna ambavyo wewe upo kung'arisha maisha yake, kung'arisha furaha yake. Akiwa na huzuni, akiwa na stress, ameumizwa, ameteswa, anajua kwamba atakuita wewe, au akikaa na wewe, akiongea na wewe, zile stress zake zote utazibeba. Atakuambia maneno makali wewe, kwa hiyo ule uchungu wake alionao ndani atakubwagia wewe. Anapenda upole wako, anapenda unyenyekevu wako, anapenda utulivu wako, anapenda jinsi ambavyo unafanya aendelee kujihisi yuko juu.
Kwa maana huyo mtu ambaye wewe unamuona ni wa thamani sana na unampa huo upendo wote, watu wengine huko nje hawamthamini, hawamjali, hawamheshimu, hawampi hivyo vyote ambavyo unampa. Kwa hiyo sasa yeye, ili ajisikie, tunaita ni validation, ili ajisikie kwamba yupo sawa, ajisikie kwamba yeye ni mzuri, ajione kwamba ni wa thamani, ajione kwamba vitu anavyovitaka anavipata, anakuja kwako kuponya maumivu yake. Na hii ni kitu kibaya ambacho kitaendelea kukuumiza kwa muda mrefu na kukurudisha nyuma na kukufanya uendelee kuteseka kisaikolojia. Kwa maana mapenzi mazuri ni yale ambayo yatakufanya utulie na uendelee kufocus kwenye vitu vingine, na yatakukuza zaidi, yatakufanya uwe bora zaidi, utakuwa unajisikia vizuri. Mtu ukiwa kwenye utulivu una uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi. Maisha sio mapenzi tu. Kwa hiyo mapenzi yakiwa yamekaa vizuri, hata mambo mengine yataenda tu, kwa sababu una utulivu wa akili na una utulivu wa nafsi. Lakini kama mapenzi yako vibaya, kwa sababu upendo ndio nguvu kubwa kuliko nguvu zote, kivurugikiwa huko utavurugikiwa sehemu nyingine nyingi zaidi. Hivyo unamuona kabisa ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kukupa stress. Unamuona kabisa ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kukuumiza. Kwa hiyo nakukumbusha kwamba wewe ndio mtu pekee wa kujilinda na kujitetea na kuzuia uovu uliopo huku duniani usikuaffect, usikuangushe, usikuumize. Uendelee kuwa imara, usimame imara ndani yako. Manake ndio umeshampenda, ndio unamtaka, unamhitaji, lakini yeye anachokupatia wewe ni maumivu. Kwa hiyo ni wewe wa kujilinda na kuzuia haya mambo ya nje yasikuumize ndani ya nafsi yako. Ndani yako unayeona ni wewe tu, hakuna anayeona ndani. Mawazo yako unaofikiria hakuna anayeyasikia, ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe ni wa kulinda fikra zako, wewe ni wa kulinda moyo wako, wa kulinda kila kitu chako. Najua kwamba sengine inakuwa ngumu, lakini ndo maana nasema kila siku yako mpya iwe bora kuliko ilivyokuwa jana yako. Kila siku jitahidi kujilinda. Jiulize swali hili: kama anakupenda kweli na si kwamba anapenda tu attention yako, kwa nini anaruhusu upitie yote ambayo unapitia? Mbona wewe huruhusu yeye apitie wasiwasi? Huruhusu awe na shaka kwamba wewe umpendi? Huruhusu awe na hofu kabisa kwamba atakupoteza? Hujaruhusu, hujatoa mazingira hayo, kwa sababu unampenda kweli na unahitaji awe na utulivu. Unachotoa kwako kwenda kwake ni kizuri, lakini anachotoa kwake kuja kwako kinakuua taratibu, pole pole. Mbinu ya kwanza ya kupona maumivu, lazima utambue kwamba upo kwenye maumivu, na utambue kwamba haya maumivu lazima yaondoke, na ujiandae kupambana nayo maumivu. Sio kupambana na huyo mpenzi wako, ni wewe mwenyewe kuwa na njia za kuyaondoa hayo maumivu ndani yako na kutokuyaruhusu yaendelee kukutawala. Maanake mwisho wa siku ukumbuke kwamba maisha ni yako na utawala ni wako, na wewe ndo mwenye maamuzi ya mwisho, na fikra ni za kwako, na wewe ndo unayezicontrol. Usiendelee kuruhusu maumivu ya control fikra zako, yaongoze maisha yako. Uruhusu akili yako iwe stable, iwe vizuri, na uongoze maisha yako, na uweze kufanya kazi nzito lakini nzuri ya kufanya nafsi yako iwe katika hali ya utulivu. Sasa kwa kuwa umeshagundua kwamba upendo wake hautoshi na hajitumi wala kujitahidi sana kukupa huo upendo, anza kujipa wewe huo upendo. Maanake tayari amechukua upendo mwingi kutoka ndani yako. Yaani umetoa sana kuliko ulivyopokea. Kwa hiyo ndani yako kuna upungufu mkubwa. Na kwa kuwa una uwezo wa kutoa huo upendo mwingi kumpa mtu mwingine, basi una uwezo pia wa kutoa upendo mwingi kujipatia wewe mwenyewe. Kwa hiyo anza kujipenda wewe, anza kujikubali wewe, anza kujijazia huo upendo, anza kujithamini, anza kujiweka juu, anza kuupenda mwili wako, upendezeshe mwili wako, uthamini mwili wako, ithamini nafsi yako, ithamini akili yako. Uweka vitu vizuri kwenye akili yako. Maanake umekuwa muda mwingi unatumia kuwaza mabaya, umekuwa unatumia kuwaza vile vitu vinavyokuumiza, umekuwa ukitumia kumwaza yeye na matendo yake yanayokuumiza. Sasa
Hebu usiendelee kumpa wewe uthamani kwenye akili yako. Usiendelee kumweka yeye zaidi kwenye akili yako, kuwaza yale mabaya yake. Anza kuwaza mazuri juu ya maisha yako. Anza kuwaza jinsi ambavyo unafanikiwa. Anza kuwaza jinsi ambavyo unajiweka vizuri mwili wako, jinsi ambavyo unajivalisha nguo nzuri, jinsi ambavyo unajipa chakula kizuri, jinsi ambavyo wewe ni mkubwa, wewe ni wa muhimu, wewe ni wa thamani. Kwa focus yote ulioiweka kwake, vile ambavyo ulikuwa ukimfikiria yeye muda mrefu, na sana sana ulikuwa unafikiria yale mabaya aliyokuwa anakutendea, ulivyokuwa unajiuliza kwamba ananipenda au hanipendi, lazima kuna namna ulianza kujishusha thamani, ukaanza kujiona kwamba wewe hufai, ukaanza kujiona kwamba hauna mvuto, ukajiona kwamba wewe sio mrembo, sio handsome, ukajiona kwamba wewe labda ni maskini sana. Kwa hiyo ulianza kujishusha mwenyewe taratibu kwa sababu tu ya vile unavyomfikiria huyo mpenzi wako. Kwa sababu ni wewe mwenyewe umejishusha sana hadhi yako na kujiona hufai, basi pia ni wewe mwenyewe unatakiwa tena kujiinua. Nachosisitiza ni kwamba nguvu kubwa iwe ni juu yako, kujirudishia tena ule mvuto, kujirudishia tena ile furaha, kujirudishia ile amani. Kwa sababu kama na wewe unajiona sio hufai, unajiona kwamba huvutii, unajiona kwamba huna thamani, manake na yeye anakuona hivyo hivyo. Manake na watu wengine wataanza kukuona hivyo hivyo. Kwa sababu jinsi ulivyo ndani yako ndivyo na ulimwengu utakavyokupokea. Jinsi ulivyo ndivyo ambavyo utaonekana pia huko nje. Kwa hiyo anza kujirudishia thamani yako. Mvuto wako utarudi sana kama akili yako ikianza kutengeneza tena picha nzuri juu yako wewe mwenyewe. Watu wengine wote watakuona unavutia, watakuona wa thamani, pamoja na yeye ataanza kuona wewe ni wa muhimu. Kwa hiyo rudisha kwanza vile ambavyo umevipoteza. Jimiliki tena wewe, jirudie, jikumbuke, jibebe, jikubali, jiinue tena ili thamani yako iweze kurudi. Usijichoke, usinungunike, usiishi kwa kulalamika tu. Huyo sio wewe. Jikumbuke wewe ni yupi na uishi yule wewe ambaye ni wa thamani, wa kuongelea mambo mazuri, wa kujikubali. Usijizire, usiache kwenda kunyoa ndevu, usijizire, usiache kwenda saluni, usiache kujipendezesha. Wewe dada ni mzuri sana, usijikatae, usinyoe nywele zako, jipende, endelea kujikubali wewe kama wewe. Usijichukie kwa sababu tu kuna mtu ambaye haonyeshi kukupenda kwa dhati. Na imani umenielewa, na sasa utaanza kupunguza kumpa sana yeye na utaanza kujipa wewe. Mwachie na yeye nafasi ya kujitahidi kwa sababu ameshaonja upendo wako na amevutiwa nao na ametamani uendelee kuwepo kwenye maisha yake japokuwa yeye hakupi upendo. Sasa na wewe muonyeshe kwamba na wewe unaweza kukaa mbali kidogo, na wewe unaweza kumpa kidogo kidogo ili na yeye apambanie tena kukipata hicho kitu ambacho anakitaka kiendelee kuwepo kwenye maisha yake. Badilisha njia ya uelekeo wa upendo wako kutoka kwako kuelekea kwake. Sasa itokee kwako, irudi kwako wewe mwenyewe ili yeye aanze sasa kutafuta kile anachokipoteza. Basi nakutakia kila laheri, ujitahidi kuwa bora. Kila siku yako izidi kuwa bora kuliko jana yako. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, comment hapo niambie kama umependa hii topic yetu ya leo, na gusa kengele ili nitakapo posti tena usikie na tuendelee kujifunza pamoja. Ciao.